Ujio wa wajumbe kutoka kiwanda kikubwa cha dawa nchini China, Baihu Pharmaceutical, kitasaidia kwa kiasi kikubwa kuimarisha taasisi ya utafiti wa afya Zanzibar katika suala zima la kugundua dawa za aina mbalimbali. Akizungumza katika mapokezi ya ujumbe huo katika kiwanja cha ndege cha Abeid Amani Karume, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa afya Zanzibar, Dr. Mayasa Salumali, amesema ujio huo utasaidia katika nyanja mbalimbali pamoja na kuwaendeleza katika elimu ya juu zaidi watendaji wa taasisi ya utafiti wa afya. Ujumbe huu una lengo la kuja kuweka mashirikiano makubwa sana kati yao na taasisi ya utafiti wa afya katika masuala yote yanayohusiana na masuala ya utafiti juu ya masuala ya dawa mbalimbali pamoja na dawa za mimea. Ujumbe huu ni ujumbe muhimu sana kwa taifa letu kwa sababu una lengo la sio kuendeleza tu fani ya masuala ya tiba katika nchi yetu, lakini pia una lengo pia la kuja kuongeza kitu katika Zanzibar ambacho kitainua hadhi ya utalii ndani ya Zanzibar. Kwa mustakabali huo basi ni ugeni muhimu sana ambao una lengo la kuimarisha taasisi yetu ya utafiti wa afya katika masuala mazima ya ugunduzi wa dawa mbalimbali. Na kwa upande wa China, wao ni wagunduzi wa dawa muhimu sana ya Artemisinin ambayo imekuwa ikitibu malaria kwa muda mrefu sana na imeokoa maisha ya watu wengi sana dunia nzima. Hawa ni wagunduzi ambao wana sifa kuu sana duniani katika upande huo wa nyanja za dawa mbalimbali pamoja na dawa ya malaria. Na hapa tutashirikiana pamoja na watu wetu mbalimbali katika Wizara ya Afya pamoja na kitengo cha malaria katika kukaribisha ugeni huu na kushirikiana nao ya kuona namna gani tunaweza tukaitokomeza malaria kabisa ndani ya Zanzibar. Kwa hiyo ni ugeni muhimu sana katika masuala ya dawa, lakini pia katika kuongeza masuala muhimu sana katika masuala ya utalii katika nchi yetu. Naye meneja mkuu wa kiwanda cha dawa nchini China, Baihu Pharmaceutical, Profesa Guo, amesema China itaendelea kushirikiana na Zanzibar katika masuala mbalimbali ya utafiti pamoja na kusaidia kuendelea kielimu na kupata wataalamu mbalimbali wa utafiti. Sambamba na hayo, msimamizi wa mradi mtafiti kutoka taasisi ya utafiti wa afya Zanzibar, Bilali, lengo la mradi huo ni kuweka maabara ya pamoja katika taasisi ya utafiti wa afya Zanzibar na taasisi za Kichina ambazo zitalenga zaidi kutafuta dawa mpya za kutibu maradhi ya malaria na maradhi mengineyo. Tuliomba mradi kwa pamoja kati ya taasisi yetu ya Zahari pamoja na hawa wanasayansi katika serikali ya China, na ulikuwa kwa kweli mradi huu una ushindani mkubwa kwa sababu zaidi ya taasisi 300 katika nchi mbalimbali Afrika waliuomba, lakini sisi pamoja na wao tumefanikiwa kuwini mradi huo ambao lengo la mradi huu kwanza ni kuweka maabara ya pamoja ambao tutakuwa tunashirikiana baina yetu sisi na hawa taasisi za Kichina kwa ajili ya kufanya tafiti mbalimbali hapa Zanzibar. Na tafiti kubwa zitalenga katika kutafuta dawa mpya ambazo zinaweza kutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa ya maambukizi ikiwemo malaria na maradhi mengine. Vile vile katika mradi huu tutakuwa na sehemu ya clinical trial ambayo tutajaribu kuangalia baadhi ya dawa ambazo zimegunduliwa namna gani zinafanya kazi, lakini vile vile tunaweza kufanya assessment ya hizi dawa ambazo ziko sasa hivi zinatibu malaria, ni wapi ambapo zimefeli, ambao kwa kitaalamu tunaita ni tunaangalia artemisinin resistance. Kwa maana hiyo kwa kweli ni mradi mkubwa na ni muhimu sana, na ni wanasayansi kwa kweli ambao ni nguli, ambao na sisi kama Zahari kwa kweli tuna furaha kusema kwamba tumefanikiwa kushirikiana na wanasayansi ambao kati yao miongoni mwao wanaipata Nobel Prize, ambao ndio zawadi kubwa kabisa duniani, ambayo baada ya hiyo hakuna zawadi kubwa ya kisayansi zaidi ya hiyo. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.